Baada ya kuwekewa vikwazo kutokana na kuamua kuweka sheria kali dhidi ya kudhibiti masuala ya mapenzi ya jinsia moja, sasa Benki ya Dunia yaondoa marufuku na kwamba Uganda itaanza kupokea mikopo kutoka Benki ya Dunia. Benki ya Dunia imesema imeondoa marufuku ya mikopo kwa Uganda ambayo ilikuwa imeweka miaka miwili iliyopita wakati nchi hiyo ilipopitisha sheria mpya dhidi ya watu wa LGBTQ. Mnamo mwaka 2023 Uganda ilipiga kura na kuidhinisha moja sheria kali zaidi za kupinga mapenzi ya jinsia moja duniani, ikimaanisha kwamba mtu yoyote anayejihusisha na vitendo hivyo anaweza kuhukumiwa kifo. Tangu wakati huo, mamia ya watu wamefurushwa kutoka katika nyumba zao kufanyiwa ukatili au kukamatwa kwa sababu ya jinsi zao, kulingana na jukwaa la uhamasishaji na ukuzaji wa haki za kibinadamu la Uganda. Lakini Benki ya Dunia inasema ina imani kwamba hatua mpya za kupunguza athari iliyopo zitairuhusu kusambaza ufadhili kwa njia ambayo haidhuru au kubagua watu hao. BBC imetuma maombi kwa serikali ya Uganda na Benki ya Dunia kwa maoni zaidi. Benki ya Dunia imesema haiwezi kutekeleza dhamira yake ya kumaliza umasikini na kukuza ustawi na pamoja isipokuwa watu wote wawe wanaweza kushiriki na kufaidika na miradi wanayoifadhili. Msemaji aliambia shirika la habari la AFP siku ya Alhamisi, akiongeza kuwa shirika hilo limeshirikiana na serikali ya Uganda na wadau wengine nchini humo kuanzisha, kutekeleza na kufanyia majaribio hatua za kupinga ubaguzi. Wachambuzi wanasema Benki ya Dunia ni mojawapo ya vyanzo vikuu vya ufadhili nchini Uganda kutoka nje, ikiwa ni jukumu muhimu katika maendeleo ya miundombinu. Uganda ni miongoni mwa mataifa kadhaa Afrika, ikiwa ni pamoja na Ghana na Kenya, ambayo katika miaka hivi karibuni wameshuhudia namna ambavyo wamepinga masuala ya LGBTQ. Taarifa za sheria za Uganda kupinga masuala hayo ya LGBTQ mwaka 2023 yalisababisha shutuma za kimataifa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment pamoja na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana zaidi kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.